Kwa majina naitwa Teka Chipeta, natokea Mamlaka ya Mapato TRA Mara kwa niaba ya wanawake wa Mara na meneja wetu wa mkoa wa Mara. Tumekuja hapa kituo cha Hope for Girls kwa ajili ya kuwaletea kitu kidogo ambacho Mungu ametujalia. Tumeleta kitu kidogo kama mafuta, miswaki, mafuta ya kupaka, daipa, mchele, unga, sukari na sabuni kwa ajili ya kuwasaidia watoto wadogo kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku, na tunawa encourage na wenzetu wengine jitahidi kuwaona watu kama hawa ambao wana uhitaji, mabiti zetu, watoto wetu ambao wana uhitaji. Ni mkurugenzi peke yake na watu ambao wanamzunguka peke yake kufanya kila kitu kwa watoto wengi kama hawa sio kitu rahisi. Kwa hiyo kwa umoja wetu na jinsi tunavyogusa tunaweza tukaja kuwashika mkono kwa siku ambazo za mbeleni ambazo tunaweza tukajaliwa. Kwa niaba ya watoto wangu hawa, lakini pia Hope for Girls, ninapenda kutoa shukurani za kipekee kwa zawadi kubwa hizi ambazo zimeletwa kwa ajili ya watoto wetu, hasa katika maadhimisho ya siku hii ya leo ya siku ya mwanamke duniani. Niwashukuru sana wakina mama watumishi wetu kutoka TRA Mara kwa msaada mkubwa huu mliouleta. Mungu awabariki sana, pale mlipotoa waongezee. Hakika mmetugusa. TRA sio mara ya kwanza, sisi tumezoea kuwaona na pia tunawaona pia kupitia ofisi ya ustawi wa jamii mkoa, hasa kupata mahitaji ambayo huwa tunaelekezwa kupewa kupitia TRA Sirari. Mungu awabariki sana. Mungu awafanikishe wakina mama, kwa kweli waendelee kuwa na afya njema. Kwa majina naitwa Linda Haruni, nimehitimu kidato cha 4 mwaka 2025 na natumaini kujiunga na kidato cha 5. Ningependa kutoa shukrani zetu kwa vitu mlivyotuletea au kwa ujio wenu hapa, tukisema ni asante kwa muda wenu mliochukua ambao mngeendelea kufanya mambo yenu na kuongeza labda kipato kingine, lakini nyie mkaona ni vyema mje huku mtutembelee katika siku hii ya wanawake. Napenda kutoa shukrani nikisema ni asante juu ya vitu hivi mlivyotuletea. Kwa kweli tunasema ni asante kwa sababu tulikuwa hatuna. Amina. Tunasema ni asante. Mungu azidishe hapo mlipotoa na pale mnapogusa wanafungulia. Amina. Tunatumia njia mbalimbali katika kutoa elimu. Tunatumia road show, kongamano, tunatumia mikutano ya hadhara, lakini tuna programu za mashuleni pia. Shughuli nyingine tunayofanya ni kutoa hifadhi kwa manusura ama wahanga wa ukatili wa kijinsia. Kama ambavyo umetambulishwa na watoto wetu hapa, tunazo nyumba salama sasa 2. Moja iko hapa Mugumu na nyingine iko Butiama maeneo ya Kiabakari. Tunatoa hifadhi na kituo hiki tayari sasa hivi tulikuwa na watoto 90, lakini tayari wawili watatu tumeshawafanyia reconciliation, tatizo lao limefumbuliwa, wameondoka. Kwa hiyo wamebakia 87. Na nyumba salama ya Butiama tunao 92. Wageni wetu inapofika misimu ya ukeketaji huwa tunapokea watoto wengi sana, mabinti wanaotafuta hifadhi ili waweze kusaidiwa, kwa sababu wameshajua madhara ya ukeketaji, lakini wanapokuwa majumbani wazazi huwabana wakitaka kuwakeketa, lakini kwa madhumuni tofauti. Tunajua binti akishakeketwa ni maandalizi ya binti huyu kuolewa. Kwa hiyo hata kama anasoma kuna mbinu zitafanyika za hapa na pale ili kuweza kumtoa shule. Wageni wetu mabinti hawa wana ndoto mbalimbali hapa. Kuna madaktari, kuna wanasheria hapa. Kwa majina naitwa Neema Mwita. Mimi ni binti niliyekimbia ukeketaji mwaka 2020. Wazazi wangu walikuwa wakinilazimisha kukeketwa ili niolewe, lakini mimi sikupendi hicho kitendo kwa sababu kupitia shirika la Hope for Girls and Men Tanzania walikuwa wakitoa elimu kuhusu madhara ya ukeketaji mashuleni. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeshapata hiyo elimu kupitia shule. Nilikuja nyumbani nikamwelezea baba, nikamwambia mama kuhusu madhara ya ukeketaji, lakini hawakutaka kunielewa. Waliniambia kwamba kama hutokeketwa wewe sio mtoto wetu tena na uondoke nyumbani. Basi mimi niliamua kwenda kwa mwalimu wangu. Nakumbuka tulikuwaga na kile kikundi cha wanaklabu shuleni. Nikamwelezea mwalimu, akaniambia atanisaidia, akanileta dawati la jinsia nao akanileta katika shirika la Hope for Girls and Men Tanzania. Nilikuwa nikisoma darasa la 5, wakaweza kuniendeleza kielimu na sasa niko form 4 na naamini kwamba nitatimiza ndoto zangu
kupitia shirika la Hope for Girls and Women Tanzania. Lakini pia namshukuru Mama Robi, nashukuru wadau wote, mashirika wanaojitolea kutusaidia sisi kama wasichana, kwa sababu wanapokuwa wanatusaidia hivi na sisi tunajiona hatuko peke yetu, wanatutia moyo. Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Na ndoto yangu ni kuwa mwanasheria. Nataka kuwa mwanasheria ili niwe balozi mzuri wa kukemea vitendo vya ukatili wa kijinsia hususani kwa wasichana na wanawake. Kwa majina naitwa Rebeka Joshua, ni msichana niliyetokea kijiji cha Kebanchabancha, wilaya Serengeti, mkoa wa Mara. Ni binti niliyekimbia ukeketaji. Mimi bibi yangu alikuwa akinilazimisha kukeketwa. Nilikuwa sipendi kufanya hicho kitendo kwa sababu shirika la Hope for Girls and Women Tanzania wanapita mashuleni kuelimisha kuhusu madhara ya ukeketaji na jinsi ya kuepukana nao. Kwa hiyo mimi nilipata hiyo elimu nikiwa shuleni. Niliporudi nyumbani nilijaribu kumwelimisha bibi yangu, lakini hakuweza kunielewa kwa sababu alisema na yeye amefanya hicho kitendo, akawazaa watoto wake na nyoa akatuzaa sisi. Kwa nini sisi tusifanyiwe? Kwa hiyo mimi nilikosa namna, lakini nilikumbuka kuna mwalimu anatusaidia wasichana ambao hapendi kufanya hivi vitendo kule shuleni. Nilienda nikamuelezea, akaniambia atanisaidia. Ndiye aliyeweza kunipeleka kituo cha polisi, nao wakanipeleka dawati la jinsia. Nilikuja Hope nikiwa nimehitimu darasa la 7 mwaka 2021, lakini Hope wameniendeleza kimasomo. Kwa sasa nimehitimu form 4 na nimefaulu kwenda advance, na ndoto yangu ni kuwa mwandishi wa habari. Napenda kuwa mwandishi wa habari ili niweze kuelimisha watu kupitia vipindi vya redio, waweze kusikiliza ukeketaji na madhara yake ili waweze kuelimika zaidi.